Tukio hili lilitokea katika zama za mfalme Suleiman Al-Qanuni. Suleiman ambaye alikuwa ni miongoni mwa watawala wa Ottoman Empire. Mpenzi mtazamaji, kabla hatujaanza kuzungumzia kisa hiki kizuri na chenye mafundisho, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Asante. Katika zama za Suleiman Al-Qanuni, siku moja mfalme Suleiman Al-Qanuni aliota ndoto ambayo ilimpa mashaka sana. Usiku wake ukawa mzito na usingizi ulipotea kabisa. Ilipofika alfajiri, akaswali. Baada ya kuswali, akawaita walinzi wake ambao ni waaminifu na huwa anafanya nao shura na vikao mbalimbali. Akaamrisha mlinzi mmoja kati yao wamwandalie usafiri, yaani farasi, ili aanze kuzunguka na kuwakagua watu wake, kwani anajua fika mida ya asubuhi kila mtu anaanza na pilika zake. Kila mtu anakuwa na majukumu yake. Sultan Suleiman Al-Qanuni akaanza safari yake ya kuzunguka na kuwakagua watu wake ili ahakikishe kila kitu kinaenda sawa. Huku ndoto yake ambayo ameiota ilikuwa inampa mashaka sana. Ni ndoto mzito, hajawahi kuiota ndoto hii katika maisha yake. Na katika ufalme wake imekuwa ni ndoto ambayo imempa uzito sana. Mfalme au Sultan Suleiman Al-Qanuni akatembea mpaka akafika sehemu moja, akaukuta mwili wa mtu ambaye amefariki umezagaa barabarani. Yaani mwili ule kana kwamba hauna jamaa wala ndugu, hauna rafiki wala mtu yoyote ambaye anaweza kuutambua mwili ule. Mfalme Suleiman akasogea hadi pale katika ule mwili na akaanza kuuliza watu wa maeneo yale ambao unapatikana mwili ule ambapo mfalme Suleiman Al-Qanuni ameukuta. Mfalme alivyoendelea kuuliza, mtu mmoja akajibu kwa niaba ya wote, mwili huu upo muda tu hapa, lakini sio kwamba watu hawajauona. Mwili huu umeonekana muda, lakini kila mtu ameupuuzia, kutokana na huyu mtu alikuwa na tabia mbaya sana katika uhai wake. Alikuwa na tabia chafu katika uhai wake. Alikuwa anakunywa pombe, lakini pia alikuwa anaenda sehemu za madanguro, ananunua wanawake wanaojiuza, ananunua pombe. Hivi vitu watu vimewakasirisha sana na amefanya kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo basi yeye ana mke tu, hana ndugu wala marafiki. Jamaa alisema hivyo. Sultani alihuzunika sana, lakini akawajia juu watu wake. Akasema, hivi huyu si Muislamu? Hivi huyu si katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka mumwache hapa asende kuzikwa? Aliongea hivyo kwa hasira Sultani. Sultani akamuomba yule mlinzi ambaye amefuatana naye kwamba njoo nisaidie kubeba mwili huu niupeleke kwa mke wake. Kweli yule mlinzi akamsaidia na ule mwili ukapelekwa nyumbani kwa mke wake. Sultani alipiga hodi, akakaribishwa, lakini yule mwanamke tu alipomuona yule sultani na alipouona ule mwili, mwanamke alianza kulia kilio cha uchungu sana. Sultani akashangaa, huyu mwanamke wa aina gani? Naambiwa mumewe alikuwa mtu wa kununua malaya.
kununua wanawake wanaojiuza, lakini pia alikuwa mtu wa kunywa pombe. Lakini yeye inaonyesha mtu anayelia kwa uchungu sana. Lakini ajabu sana, amejihifadhi, ana stara kubwa huyu mwanamke. Amejihifadhi, ana stara kubwa. Hivi vitu alikuwa anajiuliza Sultani katika nafsi yake. Sultani akamuuliza yule mwanamke, "Je, huu ni mwili wa mumeo?" Akasema ndio. "Na haya nilitarajia, kwani mume wangu nilikuwa namkataza kila siku na matendo yake kwamba watu hawatakuelewa na hakuna mtu yoyote ambaye ataweza kuja kukuzika. Na ndo haya yametokea." Sultani alipigwa na butwaa. Ikabidi azidi kuuliza, "Unasema nini ewe mwanamke? Hebu niweke wazi juu ya swala hili ambalo unaliongea." Mwanamke akasema, "Mimi na huyu mume wangu, Mungu hajatujalia watoto. Tulitamani sana watoto, hususan mume wangu. Lakini Mungu akatuonja hivyo. Lakini kwa sababu mume wangu alikuwa anapenda sana vijana, alikuwa anapenda sana watoto. Alikuwa anatoka, anaenda katika sehemu ambazo zinauzwa pombe. Ananunua pombe yote kwa jumla. Alafu anakuja hapa nyumbani, anaimwaga chooni au anachimba shimo, anaichimbia ile pombe kwa nia ya kwamba ananusuru maasi kwa vijana wote ambao yeye anawaona kama vijana wake. Alafu anasema, "Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu, hujaniruzuku vijana, lakini napambania vijana wa wengine wasipotee, wasiwe katika maasi." Alikuwa anasema hivyo. Lakini pia alikuwa anatoka, anaenda sehemu zile ambazo wanawake wanajiuza. Anaongea nao na kuambia, "Nataka niwalipe wote pesa, lakini kwa sharti msibaki hapa, mrudi katika familia zenu, mrudi majumbani mwenu." Alikuwa anafanya hivyo. Lakini nikawa namwambia mume wangu, mume wangu, unachokifanya hichi Allah subhanahu wa ta'ala anatambua, na mimi pia natambua, lakini binadamu hawatakuelewa. Binadamu hawatakuelewa kwa hiki unachokifanya." Lakini nilikuwa nikimwambia hivyo, mume wangu anacheka kwa sauti kubwa sana. Lakini mwishowe alikuwa anasema, "Mimi nitazikwa na Sultani Suleiman Al-Kanuni. Nitazikwa na waumini wote. Nitazikwa na wanachuoni." Alikuwa anasema hivyo. "Nitazikwa na Sultan Al-Kanuni. Nitazikwa na wanachuoni wote. Nitazikwa na Waislamu na waumini wote." Alikuwa anaendelea kusema hivyo. Na mimi nilikuwa naendelea kumkanya na kumuonya kila siku mume wangu. Lakini alikuwa hanielewi na nikimwambia anacheka tu. Na leo nilichokuwa namkataza ndio kimetokea. Aisee, inaniumiza sana. Sultani akaelewa sasa ile ndoto yake aliyoota ndio hii. Sultani akamhakikishia mke wake kwamba mumeo ni mcha Mungu mno. Kayafanya matendo yote haya kwa siri bila kutaka kujua mtu yoyote. Amefanya hali ya kuwa anatambua Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna mtu ambaye anatambua zaidi yako. Hakika mumeo ni mcha Mungu. Mimi Sultani Suleiman Al-Kanuni ninaapa nitaisimamia maiti hii kuoshwa na kuzikwa, na nitaitisha swala ya jeneza na mazishi ambayo hayajawahi kutokea. Msiba ukatangazwa na watu hawakuamini kile ambacho kimetokea kwa kumtuhumu huyu mtu mzinifu, mlevi na mtu wahovyo. Hakika kila raia ambaye alituhumu alitamani yule mtu awe hai ili amuombe angalau samahani, lakini haikuwezekana. Hilo halikuwezekana. Kila mtu alijutia nafsi yake kumhukumu mtu kwa yale ambayo hawayajui ndani yake. Hakika walijiona ni wakosefu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Sultani akaitisha swala ya jeneza pamoja na kuitisha mazishi, lakini Sultan Al-Qanuni akasema kwa heshima ya mtu huyo na uchamungu wake wa siri bila kujionyesha kwa mtu yoyote, hakika nitamzika katika makaburi ya masultani viongozi wa Ottoman. Swala ya jeneza ikaswaliwa na maelfu kama si mamilioni ya watu, na baada ya hapo akazikwa katika makaburi ambayo wanazikwa viongozi mawaziri wa Ottoman. Hakika swala ya jeneza lake ilihudhuriwa na maulamaa, wanavyuoni, waumini, Waislamu na mawaziri wote ambao wakifanya kazi pamoja na mfalme Sultan Suleiman Al-Qanuni. Hiki kisa kinatufundisha kwamba tusiwahukumu watu kwa yale ambayo tunayaona nje tu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye anajua zaidi pamoja na yule mtu ambayo anayafanya. Baada ya huyu mtu kuitwa mzinifu, jina likabadilika. Siku yake ya kufa akawa anaitwa mcha Mungu, na swala yake ambayo ilivunja rekodi kuwa swala kubwa zaidi duniani ya kuswaliwa kwake jeneza na mazishi yake kuwa makubwa zaidi duniani. Mpenzi mtazamaji, ikiwa umefaidika kutoka katika kisa hiki, usisahau kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kabisa kupata video zote zinazotoka hapa Khairo TV. Asante. Na kufikia hapa niseme wa billahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum bila hudud.